Bila shaka nataka tuelekee katika eneo la Butula kule katika kaunti ya Busia ambapo viongozi wa Linda Mwananchi wanatarajiwa kuzuru eneo lile kupeleka kampeni zao. Kumbuka kwamba wikendi hii wanatarajiwa kuwa katika eneo la Nyanza ambapo watakuwa wanapeleka kampeni zao kuweza kutafuta uungwaji mkono. Ni katika ile mipango wamekuwa wakifanya na zile ziara zao katika maeneo mbalimbali ya taifa hili ambapo wamekuwa wakizuru ili kuweza kujitambulisha kwa wananchi, hususan ikiwa zimesalia miezi 12 kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Hilo ni eneo la Butula. Wakazi ndio hao wameendelea kujitokeza tayari kuwalaki na kuwasikiza viongozi wa Linda Mwananchi ambao wamekuwa wakizunguka katika baadhi ya maeneo humu nchini kuelezea sera zao ambazo wanazitaka kuzitekeleza iwapo watakuwa na nafasi ya kuchaguliwa katika uchaguzi wa mwaka 2027 na Wakenya. Kwa hivyo leo hii wako kaunti ya Busia, watakuwa wanaelekea kule Homa Bay, na tayari kule Homa Bay tumemsikia gavana wa kaunti ile Gladys Wanga akisema kwamba wakazi wadumishe amani, ikiwa ni moja ya zile kauli ambazo zinatolewa na viongozi kuhakikisha kwamba hakutakuwa na vurugu ama hakutakuwa na mashambulizi katika baadhi ya maeneo. Manake baadhi ya maeneo ambayo Linda Mwananchi wamekuwa kienda wamekuwa wakishambuliwa, tukiona kwamba kumekuwa kurushwa vitoza machozi. Kwa hivyo katika mikutano yao ya hivi mwisho ambapo imekuwa katika maeneo ya Trans Nzoia kule, tuliona kulikuwa na amani. Tukaona pia vile vile walipoelekea katika eneo la Bungoma kulikuwa na amani. Wakati huu wanaelekea katika eneo lile la Butula leo hii wakiwa katika ule mchakato pia wa kutaka kujisajili pia kuwa chama cha kisiasa, lakini pia kuna chama kingine kimejitokeza kinajiita Linda Party. Kwa hivyo ni baadhi ya masuala ambayo wanatarajiwa huenda wakayazungumzia katika eneo lile. Wamekuwa wakizungumza katika baadhi ya maeneo wakizungumzia kauli ambazo zinakinzana na serikali, wakikosoa serikali waziwazi bila uoga. Ni baadhi ya mambo ambayo yamekuwa yakifanyika katika mikutano ya Linda Mwananchi. Kwa hivyo leo hii wapo katika eneo la Butula ambalo ni moja ya sehemu ambayo pia ni ya kilimo cha miwa. Kwa hivyo inatarajiwa kwamba huenda pia wakachukua nafasi hiyo kuzungumzia pakubwa kilimo hicho cha miwa watakapokuwa katika eneo lile. Tutafuatilia taarifa hizo. Mwanahabari wetu Bramwell Bwire yuko kule, atatuambia, labda atazungumza na baadhi ya wakazi ambao wako pale ili tuweze kujua ni kipi ambacho wanakitarajia, ni nini kauli ambazo wanataka kuzisikia kutoka kwa viongozi wao Edwin Sifuna, vile vile gavana wa Siaya James Orengo, vile vile na viongozi wengine akiwemo Karoli Omondi ambao watakuwa wanaelekea kule eneo la Butula. Tuangazie taarifa hii. Kijana mmoja kule eneo la Ngombeni, kaunti ya Kwale, amegeukia kilimo kupambana na mihadarati, uhalifu, ukosefu wa kazi na njaa. Kijana huyo wa miaka 29, Hamisi Magisu, pia anatumia fursa hiyo ya ukulima kuwahamasisha wanajamii kuwa ukulima unyunyuzi unafanya licha ya mabadiliko ya anga. Magisu ametoa wito kwa vijana kuachana na dhana kwamba hakuna ajira, akiwataka waingie katika kilimo na kujitengenezea fursa za kujipatia kipato, huku akichangia kuimarisha usalama wa chakula.